Bwana, aliye mbele yetu ni mwanachama na mshabiki wa klabu ya Yanga. Mzee wangu kabisa Lingalangala. Yanga 1 Coast 0. Ulikuwa unaniambia kwamba kwenye ligi sasa Yanga imeanza kukamiwa kwenye hizi mbio za kuelekea kwenye ubingwa. Maana yako ilikuwa ni nini? Kwanza ngoja ni sawazishe nafasi yangu. Sawa. Mimi ni mjumbe wa kudumu kwenye Yanga. Lakini pia ni mwenyekiti wa tawi mama, tawi la Kariakoo makao makuu Jangwani. Mwenyekiti wake ni mimi. Sasa labda nizungumzie kuhusu ligi inavyoendelea. Moja, Yanga kutokana na ubora wake, kila timu inayokuja kucheza naye inakuwa imejidhatiti na inakuwa imekamia sana. Yaani wanakamia kupita kiasi. Hata wakati mwingine unajikuta ile show ya mpira inashindwa kuonekana kutokana na kule kukamia kupita kiasi. Lakini yote 9 kutokana na hilo sisi tumelifahamu. Tunawaambia wachezaji wetu wacheze kwa tahadhari kubwa. Na bahati nzuri siku zote tumekuwa tukipata walimu wenye maarifa mengi. Ndio maana unaona karibu kila mchezaji anacheza. Yaani hawa wachezaji wanapumzika, hawa wanacheza, hawa wachezaji wanapumzika. Hicho ndicho kinachotufanya tuendelee kuongoza na tuendelee kuwa tuko moto ule ule. Nini ambacho unakiona sasa kwenye safari ya kumaliza ligi na kutetea ubingwa wenu ambao mmeutoa kwa mara 3 mtawalia? Mimi sioni mahali panapotuzuia kuendelea kuwa mabingwa. Ndio kama hivi unaona timu zinalazimika kukimbia, haziingii uwanjani. Lakini tulikuwa tunafukuzwa na Azam ndo huyo jana amefungwa. Kwa hiyo njia ni nyeupe sana sisi kwetu kuchukua ubingwa. Njia ni nyeupe kuchukua ubingwa? Kabisa kabisa kabisa. Kuna watu waliokimbieni msimu huu mzee wangu? Mwandishi mimi niseme hata hizo kelele watu wengi wamezungumza sana kuhusu ile dabi yetu iliyoahirishwa. Ule watu wengi walichozungumza ni upuuzi mtupu. Na Tanzania kwa kweli tujifunze, tunafanya mambo ya kipuuzi sana. Kama ni kweli tuchukulie siku ile ilikuwa wale waliwazuia wawe Yanga hasa, pengine niwe mimi au Engineer Hersi. Lakini hakuna mtu aliyepigwa. Hakuna taarifa zilizotolewa mtu amepigwa. Kwa maana wachezaji wa Simba walikuwa wazima, wako imara na hata hakuna shabiki wao waliopigwa. Sasa hebu nipe akili ya kawaida uhusiano wa watu waliozuiwa leo halafu na kesho kwenye kucheza mechi. Kuna uhusiano hapo? Kwa nini isitolewe adhabu yetu sisi kwamba bwana hawa maadamu jana waliwazuia watu, sisi hawa tunawapa adhabu, lakini na mechi ya kesho inahusika na nini bwana? Sasa kama mechi ya kesho haihusiki, hii inahusika, na sisi tuhusike kwenda kiwanjani watu hawakuja. Lakini ilitakiwa sisi kama ni kweli tuhukumiwe kwenye kosa la kwanza la kuzuia. Basi kama wangethibitisha hilo ni kosa, tuzuiwe pale alafu mambo mengine yaendelee. Lakini sasa Simba wanachokifanya kwenye nchi hii ni vitu vya ajabu, hata viongozi na wenyewe wanachekesha. Haiwezekani mtu aseme nimezuiwa halafu anaweka na masharti kwamba sasa kufuatia hii nimepigwa. Wewe ukizuiwa si unashtaki kwenye mamlaka, lakini unazuiwa halafu unaweka na masharti sasa mimi sichezi, nitakwenda kuchezea mechi, nitahamisha, nitakwenda kucheza mechi Zambia. Hayo ni matusi kwenu, kwa sababu nyinyi TFF mlitakiwa hawa ndio mwachukulia hatua, maana hawawezi kufanywa kosa halafu wao tena wanawapangia nyie cha kufanya. Mambo ya ajabu sana. Mambo ya ajabu. Nimalize moja. Dada ana shida na wewe. Hebu fanya. Unaamini mechi ya dabi ya tarehe 8 Simba kwa makusudi umeiharibu? Ndugu yangu, ndio haya nimesema hivi. Haihitaji kutumia akili nyingi sana. Ndio maana nashangaa kila mtu anayezungumza. Na narudia kitu ambacho sahihi kilichotokea. Mimi narudia. Jigeuze kuwa wale waliozuia ni Yanga kweli. Ndio wamezuia pale. Hawajakata mtu mapanga, hawajafyeka mchezaji wala kitu chochote, wamezuia. Watu waliozuia wakatoka pale salama, si wacheza mpira. Kwa hiyo lichukue adhabu yake
pale pale linalohusika na kuzuia wale watu. Lakini kama kuna kitu kingine kinaendelea kesho, hicho kitu kiendelee bila matatizo. Sasa tumewashangaa sisi, wametangaza mechi ipo, halafu saa 8 mechi hakuna. Kwa hiyo sasa Simba imefanywa fujo, imetoa masharti na inawatishia kwamba mkichelewa sisi tutahama nchi, tutakwenda kushiriki huko. Walisema wataenda kucheza wapi? Zambia, Zimbabwe mpaka watu wao kwa hiyo wanafanya kazi kwa maelekezo basi, kwa mujibu wa vitu halali hivi. Lakini mimi nachokisema, narudia, ilitakiwa wathibitishe kwamba hawa watu wamewazuia kweli kama walivyosema. Halafu kama ni Yanga kweli, Yanga pale wapewe adhabu inayohusiana na kuzuia. Lakini mchezo uchezwe pale pale. Kuna watu wanaona mimi inabidi mechi ichezwe. Wewe ni mdau na ni mwana Yanga kulia kabisa. Unafikiri mechi ikiwepo itakuwa ni taarifa njema, ama hivi mlivyobakia na msomo wenu ndio sawa sawa? Sasa nisikilize. Mechi sisi ilishachezwa kwa sababu watu wamezuiwa, hawakupigwa, hawakufanywa kitu chochote. Halafu kesho ni siku ya mechi. Bahati nzuri kiongozi wa bodi ya ligi akatamka mechi ipo. Nisikilize vizuri. Kiongozi wa bodi ya ligi akatamka mechi ipo kwa sababu alijua kuwa waliokuwa wamezuia hawakuleta madhara yoyote, isipokuwa wamezuia basi lobeba mbuzi. Unaona, wamezuia basi lobeba mbuzi na wazee wengine wachache. Hao wazee baada ya kuzuiwa wameondoka. Kwa hiyo bodi ikaona wachezaji wa Simba wako salama, wachezaji wa Yanga wako salama, mashabiki wako salama. Kwa hiyo mechi ichezwe kesho. Saa 8 tukasikia bwana mechi haichezwi. Sisi tumekushajiandaa. Kwa hiyo sisi mechi tulikushaacheza, isipokuwa tunashangaa haya mauzauza. Na nyinyi waandishi, ndio baba, natakiwa nyinyi mseme ukweli, yani msiingie kwenye watu wengine hao walioweka malumbano ya upendelevu. Nasikia rafiki yangu rais wa TFF alihojiwa huko, nasikia kwa watu. Nampenda sana rafiki yangu. Nasikia akazungumza kwamba wakacheze sinema, sijui Mobeto nani wakacheze sinema. Sio vitu vizuri namna hiyo. Naona na wote wanaozungumza hawa sio vitu vizuri. Waangalie kitu kilichokuwa clear tu. Clear maana yake wale watu waliobeba mbuzi wana mabasi mawili wamezuiwa, is okay. Au amewazuia engineer Ellis au mjumbe wake wa kudumu Tobias Lingalangala, ni sawa sawa. Hukumu ije kwa kuzuia kitu kilichotokea jana. Ila mchezo leo upo pale pale, na ndicho alichokisema kwa mara ya kwanza bodi TFF. Sasa inawezekana vipi umesema mchezo uko pale pale? Unajua kwamba kwa kosa hili haliathiri kitu chochote, ndio maana umesema mchezo uko pale pale. Haya, kufika saa 8 unasema mchezo haupo. Kilichowakuta ndo tunashindwa kuelewa. Sasa tunarudi nyuma kuanza kufuata ya Simba. Simba wamesema kwamba bwana mbuzi zetu zimezuiwa, wazee wetu wafupi wamezuiwa. Kwa maana hiyo sasa tutahama nchi, tutakwenda kucheza huko wapi na wapi, unaona, na uwanjani hatuji. Kwa hiyo walivyosema hayo ndio masharti ambayo TFF tena imeyafuata. Saa 8 mchana. Manake hapa Simba wana nguvu hapa. Nashindwa kuzungumza kwamba Simba ni TFF, lakini kwa maneno mengine haya ukiona hiyo mienendo kwa kweli yani yanachekesha, unaona aibu hata kuzungumza. Na nyinyi waandishi mtusaidie. Mnakuwa waoga mno, simameni kwenye ukweli. Mbuzi na mabasi mawili ya Simba yamezuiwa. Shika neno hilo, wamezuiwa. Sio kupigwa. Wamezuiwa, wakaondoka salama siku hiyo. Hata lingekuja basi ambalo lina mambo ya mabendera ya Yanga na nini limebeba mbuzi pale, lisingeweza kuingia pale. Huo ni utamaduni wote wawili wanalinda pale.
mwenye mechi yake analinda uwanja. Alafu swala la kuhukumu Yanga, ule uwanja sio mali ya TFF. Uwanja ni wa serikali, ina walinzi wao. Na TFF wana walinzi wao. Watu Yanga ukihesabu pale ni watu kama 3 au 4. Kwa sababu serikali mwenye uwanja, TFF, bodi ya ligi, Yanga. Unakuja kuwahukumu watu 4. Wewe kweli kabisa kwenye kichwa zimo. Yaani uwanja wa serikali, halafu TFF wanautumia, halafu TFF wao wana kitu kinachosimamiwa kinaitwa bodi, vyote vinahusika na uwanja. Halafu 4 Yanga unamhukumu huyu 4. Jamani. Niulize hili mzee wangu. Hili inabidi nikuulize, nikuache nikaulize hili ni kwa wadau wanaohusiana na bodi ya ligi, tuulize kwa nini ni Yanga kati pale kuna walinzi wa aina 4. Hili nataka niondoke nalo kwenye mazungumzo yako, likawe swali langu huko mbele ya safari. Ila wewe ni kuacha kwa furaha yako na kimuemue, na pia hongera kwa ushindi wa leo. Asante sana, asante sana, asante. City are in front. Kevin De Bruyne. Chilunda mwaga cross Majanga.